Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Tyla ni msanii huyu kutokea Afrika ya Kusini, lakini pia Rema ni msanii kutokea nchini Nigeria, na wote kwa pamoja wanafanya vizuri kinoma noma kupitia aina ya muziki ambao wanakuwa wanaifanya. So good news ni kwamba watu hawa wawili wanatarajiwa kuweza kuperform kwenye stage kubwa ya World Cup mwaka huu 2026. Nazungumzia FIFA World Cup, mashindano haya ambayo yanatarajiwa kufanyika kwenye mwezi wa 7. Sasa Tyla pamoja na Rema wameweza kupata hiyo nafasi ya kuweza perform kwenye stage kubwa kama hiyo. So mnaambiwa kwamba wasanii hawa wawili wanaotajwa kuwa ni miongoni mwa vijana wakubwa wanaoinua bara la Afrika kimuziki duniani, lakini pia wanaendelea kuandika historia kwa kupeleka muziki wa Afrobeat na pop wa Afrika ya Kusini kwenye moja ya majukwaa makubwa zaidi duniani. So ukiangalia ukubwa wa Tyla, lakini pia ukiangalia pia ukubwa wa Rema, lakini pia ukiangalia kwa umri wao na vitu ambavyo wanavifanya ni vitu vikubwa, means kwamba wanaendelea kuweza kuutambulisha muziki wa Afrika kwenda duniani. Na stage kama hii ya FIFA World Cup kuweza kupata nafasi ya kuweza kuperform, hii sio stage ndogo, means kwamba kwa sababu pale kutakuwa kuna watu wengi, mataifa tofauti tofauti. So ukipata nafasi ya kuweza kufanya show kwenye sehemu kama hiyo, this means ni kwamba umekuwa kimuziki, lakini pia cause pale kwenye hilo tamasha ama kwenye hiyo stage lazima utapata baadhi ya mashabiki ambao wataweza kuondoka na wewe kwa pamoja. Lakini pia tukimzungumzia Tyla, ameweka rekodi ya kuwa msanii mwenye umri mdogo zaidi kwenye orodha ya watakaotumbuiza siku hiyo. Lakini pia Rema naye kiendelea kuongeza mafanikio makubwa kimataifa baada ya kufanya vizuri kwenye hafla ya 2023 kwenye ugawaji wa tuzo hizi za Ballon d'Or iliyofanyika kule jijini Paris, Ufaransa. So tukiangalia shughuli kama hizi na kwa wasanii kama hawa, mimi nimefurahishwa na hii stage na ama hii hatua ambayo wameifikia. So Mwenyezi Mungu aweze kuwatangulia kwenye safari yao hii, lakini pia nasemaga kwamba kazi nzuri huwa inajieleza. So kwa ajili jitihada zao, kazi zao nzuri ambazo wanazifanya, ndicho ambacho kimepelekea kwa wao kuweza kufanya vizuri na mpaka kupata hii platform ya kutumbuiza kwenye FIFA World Cup 2026 mwaka huu ambapo inafanyika ni mwezi wa 7. Hebu niambie mtazamo wako ni upi juu hii post ambayo nimekuwekea. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.